Katika makala hii tunaeleza mbinu alizotumia msaidizi wa Lissu katika kujiokoa dhidi ya anaowaita watekaji. Lakini baada ya hapo utajibu kwa hoja na kuchambua jambo hili kwamba hawa ni watekaji kweli au ni majambazi. Sasa tuanze na mbinu alizozitumia bwana huyu katika kujinusuru. Mbinu ya kwanza aliyotumia, alipiga kelele. Tutajadili mbinu tatu. Ya kwanza alipiga kelele. Kwa hiyo baada ya kupiga kelele, bodaboda wakajitokeza na kutoa msaada wao. Lakini mbinu ya pili, viliwekwa vikwazo njiani. Mwenzake aliyekuwa naye alipigia watu simu kule mbele, wakaweka vikwazo. Kwa hiyo sasa vikwazo vile nadhani vilisaidia katika kupunguza mwendo wa gari walilokuwa nalo. Lakini njia ya tatu na ya mwisho, alitumia vyema nafasi ya anaowaita watekaji kushuka wote kwa lengo la kuwatawanya watu. Alitumia nafasi hiyo kutoroka, kuruka akiwa na pingu. Sasa twende tukajadili sasa hizi ni mbinu alizotumia yeye katika kutoka, na ni kwa mujibu wa maelezo yake yeye mwenyewe. Sasa hawa ni watekaji au ni majambazi? Sasa tuangalie sasa hoja katika mfumo wa logic, alafu tutalipata jibu kama kweli hawa ni watekaji ama ni majambazi. Lengo la watekaji huwa ni kuchukua mtu wanayemtaka. Sasa hawa walichukua mtu, lakini wakachukua na vitu. Walichukua fedha, walichukua gari, wakachukua na mtu. Na walitaka pengine kumchukua mtu pia ambaye pengine labda alikuwa hausiki. Polisi yenyewe inaendelea kufanya uchunguzi na itakuja na majibu sahihi, lakini kwa mazingira haya tunaelekea kuamini, tunabaki na mkanganyiko kwamba hawa ni watekaji ama ni majambazi. Tuendelee kutafakari kabla hatujalipata jibu. Watekaji wote wanashuka katika gari na pikipiki, halafu wanakwenda umbali fulani. Mtekwaji anatoka kwenye buti akiwa na pingu, anafungua mlango na kukimbia. Si jambo rahisi. Kama hawa ni watekaji, isingekuwa rahisi kwa mtekwaji kukimbia akiwa tayari ameingia katika mikono ya watekwaji. Jambo hili linawezekana katika sinema, lakini katika mazingira halisi sio jambo jepesi sana. Katika mazingira ambayo yeye anakimbia ni katika mazingira ambayo shuhuda anasema bodaboda walikuwa tayari wamekwisha anza kutawanyika. Sasa kwa hakika tunaelekea kuamini kwamba haya yalikuwa ni majambazi, hawa hawakuwa watekaji. Kwa nini tunaelekea kuamini kwamba haya yalikuwa ni majambazi na wala hawakuwa watekaji? Watekaji hawawezi kuiba 700,000 wala kuchukua gari lisilo lao. Mtekaji hatakiwi kuacha alama. Unapochukua fedha, unapochukua gari, kunamfanya mtekaji aache fingerprint, aache DNA, aache alama ambazo zitamfanya siku moja akamatwe. Unapoteka leo, kama kweli wewe ni mtekaji, huwa unatakiwa uangalie future yako. Kwa hiyo unapochukua gari lisilo lako ambalo hujui hata lina mafuta kiasi gani, ukaliendesha, si umeushika ule usukani, umeacha alama zako. Alama hizi zitakufanya ukamatwe. Kwa hiyo sio tabia ya watekaji. Si kawaida ya mtekaji kuacha alama. Lakini pili, tunaamini haya ni majambazi na si watekaji kwa sababu mtekaji kipaumbele chake ni kuteka na kuondoka eneo la tukio haraka.
mission inafanyika haraka. Sasa mtekaji huyu anayeanza kukagua fedha kwenye draw za gari, kuchukua 700,000 na pengine kuhesabu na pengine labda kugawana na wenzake, mtekaji huyu tena anaenda kuchukua gari ambalo sio la kwake, hajalifanyia mazoezi, hajui kasi yake, hajui hata kama lina kifaa labda cha kulifuatia, kwa sababu wewe ukachukua tu gari, ukichukua gari maana sasa si utafuatia, wewe ni mtekaji kweli? Sasa unapochukua gari na wewe ni mtekaji, unatupa hofu. Tunakataa sisi ambao tunaoyajua mambo, tunakataa, tunasema hii sio tabia ya watekaji, hizi ni tabia za majambazi. Mtekaji, lakini kwa nini tena tunaamini hawa ni majambazi tu? Mtekaji amelipwa, mtekaji ana chake anakipata kwa aliyemtuma. Hahitaji tena kufika na kuanza kuiba 700,000. Mtekaji hahitaji kufika na kuanza kuiba gari, ambapo gari hili akikamatwa nalo litamuingiza matatizoni na pengine atamponza aliyemtuma. Sasa nitakumbusha kwamba majambazi huwa yana njia mbalimbali, lakini madhaifu makubwa ya majambazi huwa ni kuacha alama, kwa sababu hakuna chuo cha ujambazi. Kwa majambazi huwa hayana mbinu zaidi ya kuwa nunda na kuingia kazini. Sasa majambazi haya tunakumbuka yalikuja wiki chache tu zilizopita, kipindi kifupi sana kilichopita. Majambazi haya yalikuja na ujanja wa kupola. Wanakufata, wanasema umemshika mmoja wao bega, nyeti zimepotea. Wanakupiga, wanakunyang'anya kila ulichonacho. Ni mbinu za majambazi ambao tuliona mbinu kama hii pia imetumika. Kwa hiyo inasikitisha kuona kwamba majambazi sasa hivi yanajifanya ni watekaji ili kuweza kupora kwa urahisi. Sema huyu hataki kwenda kituo cha polisi, anatakiwa aende afike kwa bosi wakamalizane moja kwa moja leo. Kwa hiyo hiyo njia ya kwenda Mbweni polisi ikawa katika kukimbia ni wakafika mahala wakasema hawa pikipiki wamezidi, ni lazima tuwatawanye. Kwa hiyo wakasimamisha gari. Waliposimamisha gari, mimi muda huo, kwa sababu story yao ya mapikipiki ikawa inanifanya na mimi nahangaika kutafuta, labda mtaona lock ya mlango na nini fungue, lakini sikuona kwa sababu nilikuwa kwenye buti. Sasa waliposema sasa tushughulike na mabodaboda, wakashuka wote. Hiyo nilipoona tu wameshuka wote, na mimi nikatumia nafasi, wanapiga risasi, wamesimama mbele ya gari wanapiga risasi kutawanya mabodaboda. Mimi nikaruka, kumbuka nimefungwa pingu na pingu zilishaninyonga sana, kwa sababu gari ilikuwa inaruka sana, unaweza kaona Kwa hiyo sasa simenibana sana, lakini nikaona hii ni nafasi ya mimi kujiokoa. Nikajirusha kutoka kwenye buti nyuma, nikarukia mbele pale kwenye ile siti ya katikati, na haraka nikafungua ile lock ya mlango ya upande wa kule, nikajirusha chini. Nilipojirusha chini nikajibiringisha kidogo, pembeni mwa barabara ni msitu, kuna msitu mkubwa sana pale. Kwa nikaingia kwenye